kujiumbia laana? Why do you create now? Kuna watu wengi maisha yao wanaumbaka tu laana. There's the people who every day they create curses. Hata kwa kanisa wanaweza kuwa wanaumbaka laana kwa hili kanisa. Even the church they can create curses. Hatuwezi kuendelea. We cannot go ahead. Hatuwezi kuweza hivi. We cannot get basi vitakuwa ni wakati tuko hivi. How can come this way? Wewe sema ya kwamba sisi tumeendelea. Sisi tuna uweza. Sisi tuna nguvu. Sisi tuko na yote sababu tuna Kristo. Oh, glory be to God. Hatuwezi sababu tuko Waswahili. Hatuwezi sababu hatuna pesa. Hatuwezi sababu tuko kusosiale. Hatuwezi sababu hivi na hivi. Tunaweza sababu tuna yule anayetutia nguvu. Wakati tunaomba baraka, wakati tunaomba ushindi, tuna ushindi katika Yesu. Sababu yote tunayaita kwa maneno ya Mungu. Jina la Bwana lipewe sifa. Glory be to God. Mama, ni maneno ngapi unaambiaka watoto wako? Mother, how many words do you tell your children? Maneno ngapi unazoea kusema ndio watoto wako? How many words you speak? Wewe hautafanyaka kitu maisha wewe. Wewe uko kiwerewere wewe. Na umefikisha miaka 18, unaanza mwambia unipatie kitu fulani. Atafanyaka nini na ulichasema hatafanyaka? What can he do when you said he will not do anything? Mtoto analeta devoir kunyumba. A child bring a homework. Dadi unisaidie. Na wewe haukuwake na akili, toka pale kiwerewere. Wewe utawezaka hivi siku gani? Basi hata niwezaka juu umesema. You not do it because you said. Kwa wiki zilizopita hapa nikasema ya kwamba I said kuna mambo mengine ambayo yanatufikia. There are things that comes to us. Sababu sisi tunawazia ni muzaa tu. Because we say we are just. Lakini kumbe yale mambo yanakaa sababu sisi tulisema. But they stay because we are said it. Wakati sisi tumepewa mamlaka na Yesu Kristo, tunahitaji kutumia ile mamlaka. We have to use those authorities. Na mamlaka ya kwanza Mkristo anapaswa kuweka. The first authority yako katika kinywa chake. They are through your mouth. Angalia maneno unazoea kusema. See your words. Kama unazoea kusema mambo ya kuelekea kwenye maovu, if you speak that thing, maovu hayatakuepuka. Oh, those things will not spare you. Na wakati unasema maneno ambayo yanaelekea uovu, and when you speak things through, ni sababu umepungukiwa na imani. It's because you have a little faith. Maana imani, because faith, inakuja, it comes kwa maneno usiyoyaona. Through the words you don't. Wewe unayasema, you just say, sababu unayaamini, because you believe on. Lakini imani isipokuwa, but if there is no, unasema yenye uko unaona. You speak what you see. Sababu unaona mtu ameshindwa, because you somebody na unasema ameshindwa. Unaona mtu ni mgonjwa, unaona kwamba iko naumia. You say this suffering. Unasikia kichwa kinauma, unaona njoo mwisho pale. Lakini wa imani anasema hivi. Mbona unalala? Why are you sleeping? Unagonjwa? Are you sick? Hapana, mimi napumzika tu. No, I just rest. Na mtu alikuona huko unatapika. Somebody say you vomiting. Na mtu alikuona huko unashindwa hata kuongea. Unasikia basi haya? How do you feel now? Ninasikia amani. I feel peace. Unasikia amani na huko nafunga macho? Do you feel peace when ninafunga macho sababu niko katika vita? Jina la Bwana lipewe sifa. Maana Mkristo anatambua ya kwamba kila chenye kinakuja kutoa imani ndani yake ndio vita ya kiroho. That's the war. Na wakati anakiri ya kwamba yeye katika vita, itakapobakilia ni kupigana vita kusudi aweze kushinda. So that he can be a yule anayeanguka kwenye vita ni yule aliyetoka katika imani. Yule anayetoka katika vita ni yule mwenye ametoka katika msimamo wa imani. Na ndio wakati ataanza sema mimi havitawezekana. Mimi vraiment niko nguvu sana. Mimi vraiment sitaweza kuendelea. Sababu yeye ameshinda. Because he has failed. Maneno ya vinywa vyetu inaweza kutumbia baraka. Ama inaweza pia kutumbia laana. Curse or blessing. Laana katika vinywa pia inakuja kwa naziri. Curses through our tongues comes through. Ndio mara nyingi tunazoea kutoa naziri. We give some vows. Mimi vraiment nitafanyiaka Mungu hivi. I will do this to God. Mimi nikifika kule nitafanyaka hivi. Mimi watoto yangu watakuwa hivi. Kwa hii mwaka mpya hii, this new year, nitaanza kufanya hivi. I will start doing this. Na wengi walisema mambo ile 30 yetu. The 31st. Na haijaenea hata mwezi. Not yet 1 month. Kuna watu walisema mambo mimi nitaanza hii mwaka wa 2011. Mara hiyo nitakuwa hivi. Nilikuwa naomba limoya ili mwaka ya maombi. Na tangu saa hii hajaombaka. He never prayed. Amen. Mara hiyo hii mwaka hii ya 2011 nilikuwa mdhaifu kwa mwaka imepita. Hii mara hiyo ni mwaka ya uamuzi na mercredi hafikati tu. Wednesday is not there. Mara hiyo nilikuwa ninatoa hii mwaka ndio nitatoa tena zaidi. Na hayaanzaka tu kutoa. Vino vyetu vitatuletea laana. Na vinaweza kutuletea pia baraka. Bwana tusaidie sana. Tuangalie jambo la hili. Fourth thing. Jambo la nne ni kwa ajili ya hali na tabia zetu za ndani.
the ways and our habit of insight. Tasoma katika Waefeso Ephesians sura yake 4. Tunasoma mstari wa 26 26 na pia ule mstari wake wa 28 tutakuwa tunaruka pale. Tunasoma 26 26 tutasoma 28 na ule 30. 28. Yule ambaye yuko tayari kusomea kwa jina la Yesu. Amen. Mkasirike na msifanye dhambi, jua lisishuke na uchungu wenu haujakwisha bado. 28 Nasema hivi, yeye aliyeiba asibe tena, lakini zaidi atumike akifanya kazi njema kwa mikono yake, awe na kitu cha kugawia mwenye kuhitaji. 30 Wala msihuzunishe Roho Mtakatifu ya Mungu, ndani yake mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Glory be to God. Kuna mambo matatu pale ambayo nataka niasulie. There's 3 things that I want to underline. Jambo la kwanza, First thing, wamesema habari za hasira. angry. Hasira inaanza ni kitu kidogo, Anger starts little bit baadaye inakomaa, and it grow up. inaenda kuwa fitina, It's coming to be, inatoka kwa fitina when it lives inaenda kuwa chuki. come to be, Wakati yale mambo imekuwa vile, when it comes ni sababu ilianza asubuhi, start the morning, ikakaa, ikafika jioni, comes siku ikapita, the day passed, ikaanza kuzaana vile. let's start growing. Kuna watu katika maisha There yao is people in their life, wameishi maisha ya kuwa tu na hasira na watu wengine, they live the life of anger. wameishachukiana na watu wengine, They are always anger about others. hawawezi kusamehe. They cannot even forgive. Lakini hakuna baraka ya Mkristo But there is no blessing in wakati Christian. ndani yake mnajawa na hasira. When there is inside him, there is Hakuna anger. baraka ndani ya Mkristo There is no blessing in wakati Christian. ndani yake mna chuki na When there fitina. is inside him, there is Watu wanaojaa na fitina those people who ni are wajumbe wa shetani, they are messenger of na Satan. shetani anakaa ndani yao, They are devils na inside them. anapokaa ndani yao, When he stays yale inside them, anaenda kuzaa ni nini? whatever Ni he produces, kubomoa maisha yao ya kiroho, that's there to destroy their na life. ndiyo laana kubwa hiyo. That is a big curse. Jambo la pili tumeona hapa, Second thing is this. na hili ndio kubwa tena That's the zaidi, big one. eti wizi. Eti muibaji asiibe tena. The stealer Eti will kila not steal mtu more. afanye kazi kwa mikono yake Do your work through your kusudi hands, aweze kuwa na kitu cha kusaidia wengine. so that becomes something to help us. Utanisamehe ndugu, sababu hapa ni jambo kubwa sana. Forgive me because this is a big problem. Ni wangapi wanaoibia guvernema ya Canada? How many people have stolen the government of Ni Canada? wangapi wanaoibia hata familia zao? How many steal even their family? Kuna wamama katika unyumba zao There's mothers wanaibia hata bwana zao. They steal even their husbands. Hata kuna wabwana kwa nyumba zao There's husbands. wanaibia hata wabibi zao. They steal also their wives. Wamepata kiasi fulani ya pesa, They get some amount of lakini money. matumizi ya hizo pesa The way they mama use- anazitumia tofauti na mawazo The ya mume wake. mother use them to different. Baba anatukua pesa, The mother takes them. anazifanya vile anataka bila mama kujua. He use everything. Na mama akimuuliza pesa zilienda And when wapi, the mother asks, motifu yenye ataleta the reason ni is- ya uongo. Hii ni wizi. This is still. Tunaelewana hapa? Mumepata pesa pamoja, We got some amount of money. labda baba alitumika The father worked. na wenye watumike wanakula za watoto, Those one who doesn't lakini work, they ikiwa zimekuwa pale, They are there. zile pesa ni zenu nyinyi wawili, it's for you. mnahitaji kuzungumzia hizo You pesa. have to discuss. Kama mtatuma mtume kwa nia If moja, you will send kama one mtanunua account, kitu mnunue kitu kwa nia If you moja, buy hapana one account, kuchokora pale don't steal. na unaenda kutuma pesa and go kule. send them. Kuna hata wengine wameanza kuwa na simu tatu, There is people there. sababu saa atatuma hizo pesa When they will send- mtu asijue, No one will na know. mwingine ataenda kuzitumia kwa jirani The yake. other will go to his Mtu neighbor. anakuja eti niko natembea, Say, I'm coming anaingia kwako, He said, eti ngoja kwanza niite hapa. Let me call you Njoo first. na kokota ile Western Union papier Come with the paper now. kusudi anatume zile So that he can pesa. send Hiyo it ni now. wizi. That is Hakuna baraka kwa Mkristo there is anayeiba. no blessing to a Christian who steals. Supigie simu kwako kwenye bwana yako yuko. Call from your house. Supigie simu kwenye bibi yako yuko. Call from your house. Lakini unaprofitia uende kwa Ramadhani You have to go to kule the mbali temple. na unafika Very kuna nilisahau kupiga Oh, I simu wapi. forgot to go. Nipatie kwanza pale. Huko napiga simu wapi? Where are you Niko calling? napiga simu Afrika. I'm calling Africa. Hii shifre ikishapita Then shift. unaenda sasa. You are going. Nilikuwa tu haraka, nilikuwa tu nakusalimia. I was Huyu in- hapo kuja I kukusalimia. wanted just to greet Ni you. mwizi aliibia bibi yake, He's a thief. akaenda kwako eti ndio He apige went to a simu place kusudi bibi to- yake so asijue. that his wife may know. Kila mtu eti afanye kazi Everyone has yenye atapata kwa mikono yake So kitu that you can cha gain- kusaidia watu to wengine. help others. Amen.
mtanisamee kuleta mfano mwingine. Forgive me to bring another. Unajua hata biashara ambazo tunazifanyaka kwa njia za magendo ni wizi. You know even those business we are doing. Sikia mnajua ile? Do you know that? Tule tumavitu tuko tunaitisha Afrika tule. Those things we are going tunaingia kunjia fulani fulani. Tunaanza kutuuzisha bila tax ya leta. Iko wizi without taxes, that is to steal. Est-ce mnakubaliana na mimi kama ile ni wizi? Do you agree with me that that is to steal? Na labda utaniambia kwamba hapana, ile ni kazi ya mikono yangu. You know that is the work of my hand. Si vile? Yes. Si ni kazi ya mikono yako ile? This is my work of my hand. Rich. Vingine wanategemea wao. Est-ce que mnajua kama kuna vitu tunaanza jitengenezea hapa? And we make other even here. Makayabu. Tunatengeneza makayabu hapa, tunasema ilitoka Afrika. We make a fish and we say. Na ile makayabu tunaiuzisha. Na tunapoiuzisha hakuna tax. Tunaambia mtu aseme unajua ilitoka kule kubei kali sana. Unajua wapendwa, wizi. Mungu mbinguni anapoangalia yale yenye tuko tunafanya. Wakati mwingine anaona namna gani tunamuibia kwa njia. Kuna vifungo zinaandamana na wizi katika maisha. Na watu ambao wanaiba vile, hakuna siku watatosheka na yenye wako nayo. They will never. Sio eti sababu hawapati kitu. It's not because they don't. Sio sababu hawako wanabarikiwa. Lakini sababu kuna ile roho ya wizi tu. Afadhali tu afanye vile. But has to do that. Kazini kuna watu wanaiba hivi. At work there's people steal. Yeye anataka atumike kazi 4. He want to work 4 jobs. Anaenda kule kazini anasema hivi. He goes to the job. Niko mgonjwa sitaweza kutumika leo. I am sick, I cannot come to work. Sababu wenye wako angaje full time. Because those who are full time. Hata akigonjwa analipwa. Even if he's sick, he will be paid. Analipwa zile za kule. But alafu ile siku alisema yuko mgonjwa alipewa alipewa ya jours. Iko natwanga kayufa. 2 days is anapata sheke ya kule, anapata na sheke ya huko. Iko wizi. He's a thief. Basi mnakubaliana na mimi? Do you agree with me? Ni nguvu yako. It's your power. Nguvu yako ile. Kama niko na nguvu ya kutumika kazi tatu sinaomba nizitumike. Lakini ulizitumika namna gani? How did you work them? Wakati unapewa pesa kwa kitu chenye wewe haukufanyia, umeiba. You have stolen. Na Mungu hapendezwi na baraka kama hizo. And God is not pleased with those kind of blessings. Kuna laana ambazo zinakuja kwa maisha yetu sababu ya hali na tabia zetu. Through the way and our habit. Najua kuna watu wameshaitwa wa divorce na wako na wabibi zao. People have divorced when they have their wives. Hii mwingine hii. In this country. Kusudi labda tupate manyumba. So that we can have houses. Kusudi labda tupate misaada 2. Can get helpers. Nikienda huku niko divorce. Nikienda hapa niko hivi. Here I'm married. Na unakutana labda sababu ya ile. Na wengine niko na gari 2. Moja ni ya Quebec na nyingine ni ya Ontario. One from Quebec, the other one from Ontario. Lakini kama ungekuwa wewe ndio ule gouvernement unaoko naibiwa vipi? Ama ungekuwa wewe ndio ule Mungu mwenye uko na kuona unafanya vipi? Unafikiria baraka za Mungu zingekuwa juu yako? How could you feel? Unaweza Mungu angekubariki wakati uko vile? You think God can bless you when you are like that? Utasema ndio sababu nilipata kasheke kalikuya Bwana. I got a shake. Na kabibi nako kakakuya. Sababu wanamjua kwamba iko hivi. Is like that. Ndugu mmoja akaenda kutumika Calgary. One of my friend went to Calgary. Na akaacha bibi yake hapa. He left his. Akaacha amempangia kila kitu. Useme ya kwamba hatukuwake tena. Tell that we are. Sasa wakati unaenda kule, when you go there, wakati vitu vitaisha huku ndio utaniitaka. When things are done, call me back. Kule bwana alipokuwa kule yuko nauliza habari. Be quiet. Sasa ndio nilishapata nyumba lakini bado ungoe. Nikishapata nyumba kwa mwezi mmoja, atakuwa wanakuja kuangalia kama kweli sina bwana. Will be coming to see me, I don't have a husband. Miezi 3 ilipofika, bwana anakuja. The money comes. Na wakati anakuja, sasa wale watu nawajuaga saa simu inalia. Those people, you know, when there's a phone ringing. Unajua kuna watu saa simu inalia. Wale wenye hawakuwake wa manyumba wale. Those who are not the owner of the house. Wale wanasemaka wao ni wageni. They are wale mama wenye wako divorce na wako na wale divorced moms. Hautapataka wale wa baba kwa hizo simu. They will never get those fathers. Ukipiga simu pale, when you call, anatupa macho. Checks. Ni wale wa kufedema. Government people. Ni wale wa hivi na hivi. Those people. Iko maisha ya bwizi. There's still life. Mkristo anahitaji kutembea katika kweli. Biblia inasema hivi, mtaijua kweli na ile kweli itawaweka huru. Hauwezi kuwa unafungwa juu ya uongo. Hauwezi kuwa unafungwa juu ya wizi. Don't be bound. Kuna watu wengine hawataki kuendelea juu ya kuendelea kuiba pesa. Sababu gani? Unakutana mtu hata tokana kubule masomo wa malinki. Those people do not deliver those links. Unaenda kwa ile links. Unajua link? Yeah. Link. Ni language instruction for newcomer. Hii masomo wa ovyo ovyo.
Sababu kule kama huko kule assistance itakukujia tu. When you are doing unamaliza kale karibu unaangalia tena ka formation kingine gani. Unaenda tena mkale. Unakafanya ka formation tena kingine gani. Unakafanya tena. Na wakati banakuuliza wewe ulishakusha kwa mtu wa kutumika wewe. Hapana, ningali nafanya ka formation. I'm doing some trainings. Naona hii formation itatosha. Kuna wakati serikali inakusomesha. Lengo la serikali ni hili, kuwa na uwezo wa kutumika sasa mwenyewe. Tumekufundisha ordinateur. Tafuta kazi kwa ile ordinateur. Tumekufundisha labda ukliniki. Kuna hata masomo ya kliniki mimi niliyaona hapa. There is a school of clinic. Kule kliniki huko niveau moja ukifikia niveau tu watu hapa. Unaanza ongea Kiingereza kidogo. Wanakufundisha namna ya kufanya cleaning, kama ni kutembeza kile kigari hivi, kama ni kusukuma kile kinani hivi. Lakini waliowezi hawataki kufanya hili. The thief will not do that. Tuko na mavita huko kwa masomo sisi wenyewe. We have the wars here at the school. Kuna watu wanaliaka sana. There is people crying. Sawa na kuwaka wako wanalipa taxes zao. When they pay the taxes. Juu ya watu wenye wanakaaka tu wako na kula. Because of people sit down just eating. Sijui kama umeshaka na nyesi kesho habari. Yes. Na hawaoni kwamba watu wale wanafanya wanajua wako wanaibia serikali. Don't people are just stealing. Baraka za Mungu ziko katika mikono yetu. The blessing is in our. Baraka za Mungu haziko sio kungojea tupewe. God's blessing. Baraka za Mungu ziko katika kuzitafuta pia kwa nguvu. Ili tuwe msaada kwa wengine. So that can be a help. Sisemi vile tu utoke kusosiale wapendwa. Na sisemi vile tu na mimi sijaendaga kusosiale. Na mimi nimeenda kule. Lakini nikutambua ya kwamba katika kuendelea kukaa katika ile hali tuko napoteza pia baraka za Mungu. Na ile ni maisha ya laana pia. That's the life of curse. Mtu hawezi fanya kwa nchi ya Canada miaka 5. You cannot do here 5 years. Miaka 6 na haujatumikaka na uone ya kwamba iko vizuri. You never had a job. Je, ni Mungu ndiye alikuima ile kazi? Ama wewe umetaka kubakia? Or you just want to stay like that? Amen. Unajua Kiingereza labda? You know English. Unajua hata Kifaransa? You know French. Hauko sawa, wengine wanakuja hapa hawajajua hata a ama. You are not like others, they know doesn't. Tunaweza hata kuelewa wale. You can accept. Wewe unaweza ongea. Mbona usitumike? You can speak but unataka kuibia wengine. You want just to speak. Mungu atuhurumie sana. May God forgive us. Acha nimalizie hili. Naingia kwa ya 5. Na ndio ya mwisho hii. The last one. Kushiriki vikundi vya watu wasiofaa. Or to share with group with those one useless. Kuna laana ambazo watu wanapokea sababu tu ya kushiriki watu wasiofaa. Because just to meet those people who are very useless. Sijui kama utanikubali hapa. Are you agree with me? Wakati unashirikiana na mtu mubaya, when you share with wakati unashirikiana na mchawi, when you go and meet someone, wakati unashirikiana na mtu ambaye amelaaniwa, when you meet someone, na wewe umelaaniwa na yeye, you will be cast too. Na acha nikwambie tena hivi. Let me tell you. Wakati unaingia kwa kanisa ambalo limelaaniwa, na wewe umelaaniwa, you are cast too. Amen. Na nikwambie tena hivi, wakati unaongozwa hata na mtumishi mwenye amelaaniwa, na wewe umelaaniwa, you are cast too. Nitajifasiria pale kidogo. I will explain myself here. Sijui kama nilikuwa naongea na watu moja juu ya habari za biki. I was talking with people about this pen. Zamani tulikuwa na bike zinaitwa bike kwetu. Before you have to have some pen called wakati unaiweka kumfuko hivi, you put in your pocket. Ilikuwa inatomboka. Unajua kutomboka? The ink is ile wino inafanya nini? Wino inatoka huko inapanda juu. It goes the up. Sasa unaingiza mkono mfuko. When you put your hand in, unakutana mkono imefanya nini? Imejaa ile wino sio? Your hand is full of ink. Alafu niko na ile mkono. And you have that. Mimi nakuja kwa mtumishi Martin. Bwana asifiwe brother. Praise God brother. Sifa kwa Bwana. Hey, what's up? Ninatoka mimi naenda. I live there. Dakika 3 Martin ataangalia mkono. Nini nitakuwa kwa mkono yake? Wino. Ile wino haiko hiyo big yake haitoboka. It is not his pen. Mimi ndio ilitobokea. My pen. Lakini nimemtransfer wino yangu kwa mikono yake. I just transfer that ink. Kuna pia ile hali kiroho iko. There's even that one spiritually. Biblia inasema, the Bible says, watu wanaposhirikiana na wabaya, nao wanageuka kuwa wabaya. Tusome lile andiko. Let us read there. Tutasoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza. 1 Corinthians. Sura yake 5 na mstari wake wa 6b. 5:6b. Na pia Wagalatia sura yake 5 na mstari wake wa 9. Tutaanza kwanza pale. Tutaanza pale Wakorintho wa kwanza. 1 Corinthians sura yake 5 na ule mstari wake wa 6b. 6b. Anasema hivi, hamjui ya kwamba chachu kidogo inachacha fungu zima? Amen. 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 Some Wakorintho pale pale tu some ile 6 na 16. 6:16. 6 na 16.
Vile vile Wakorintho wa kwanza 6:16 nasema hivi. Tusome kwa jina la Yesu. Amen. Tunasoma katika lugha ya Kifaransa. 6:16 nasema, loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Amen. Amen. Namalizia katika Wagalatia 5 na ule mstari wake wa 9 ambako nilikuwa nimesema tunasoma. Biblia inasema hivi, chachu kidogo huchachua donge zima. Amen. Amen. Kitu kinaweza kuwa kidogo, something can be little, lakini ni kibaya, but it's bad. Kinapoingia kwa vilivyo vizuri, when it joins, kina uwezo kuambukiza vile vyote, na vyote vinakuwa vibaya. All of them will be bad. Unaweza kuwa uko Mkristo, you can be a Christian, unaweza kuwa umeokoka, you are saved, lakini ushirika wako, wale wenye unarafikianaka nao, those who you wanaweza kukufanya ukuwe mbaya. They can make you to be bad person. Kuna Wakristo hapa kanisani, there's Christian in here ambao saa hii wako hapa ni Wakristo, at this time they are Christians. Watakapotoka tu, when they live outside, labda kuna mwingine Mkristo humu mbaya, there is another bad labda kwa njia ya simu tu, through the telephone, ataenda kumchafua, that God and ataenda kumtoa na yote yenye amehubiriwa. Everything that will be received, you're going to go out. Bwana sifiwe. Ulikuwa kwa kanisa, aseme ndio. Yes, I was there. Oh, mimi siendake tena kwa ile kanisa yenu. Bale wanakuwaka hivi, bale wanakuwaka hivi. Ni kweli ile. Aseme ndio. Wewe unamsogelea na kuwa rafiki yako. Wewe na wewe hautaendelea kuwa mzuri. You not be good. Utaharibika. You will be bad too. Ushirika ambao tunashirikiana na watu, unaweza kutufanya tuharibike. You can make us to be. Hali ambayo tunatembea nayo na watu, inaweza kutufanya tuharibike. Mkristo kusudi uepuke laana, ni vizuri pia kuangalia unashirikiana na watu gani. See who you join. Katika Wakorintho tumesomewa hivi ya kwamba anayeungana na kahaba amekuwa mwili mmoja na yeye. Anayeungana na mlozi atakuwa mwili mmoja na yeye. Anayeungana na kutetana atakuwa mwili mmoja na yeye. Anayeungana na kukritike atakuwa mwili mmoja na yeye. Atakayeungana na muongo atakuwa naye muongo kama wewe. Sababu wana ushirika. Because you join to him. Ni vizuri kujiangalia wewe uko nani. See who you are. Kama naona kuwaka muongo, if you are lying, utapenda tu marafiki wa maongo. Those liars will. Lakini kama uko mtakatifu na unaogopa dhambi, ukisikia mtu mwenye iko na dhambi, utamuepuka. Sababu hautaki akuharibu. You will not be. Utaanza kusema sasa nini inaweza kufanya mimi nisimuokoe? What can make me not to make him save? Wakati mmoja tukao katika mafundisho ya vijana hapa. Wengine wakasema kwa nini nisiolewe na mpagani, labda mimi kukuolewa naye mimi ndio nitamuokoa. I can be married with a pagan so that I can. Na mimi mara kwa mara nikawa naleta mfano hii. I was saying like this. Kama mimi niko hapa juu, if I am here up, na papa yeye niko pale chini, someone is down there, alafu tuko tunakokotana, and they were pulling each other. Nani mwenye anaweza kokota mwenzake? Who can pull the other one down? Wa chini, sawa, pesantere na kuwaka tu chini. Yes. Nikifanya hivi mimi sinashuka chini. Haipandake juu. Nikutaka kuonyesha ya kwamba mwenye iko chini iko na uwezo wa kuangusha mwenzake. Na ndio vile wapagani pia wao. That's how pagans are. Wewe unasema hapana, mimi nitamleta kwa Yesu. Mimi nitamleta kwa Yesu. Kesho na mkutana iko na kuna kabie. Tomorrow we meet you with drink. Onje yaka. Just try this. Fanyaka wa Kristo. You make yourself. Onja tu sikia. Just taste. Kesho unafanya you taste a little bit. Mbaya sana. No, haikuwake mbaya. Endelea tu. Just continue. Kesho ulionja. Yesterday. Kesho yake tomorrow itakuwa sasa ni kujaza vema. Wakati unakunywa ya kwanza na ya pili, kesho unakuwa mlevi. Alafu na sasa ulikuwa mlevi. When you come drunk, unaweza kumwambia tena kwamba Kristo ni Bwana? Can you tell him Jesus is the Lord? Yana kwa kwanza ile maneno bwana kufundisha kadiri ya bongo. Inaomba kuenjoy maisha. Umekufa ni? Umekufa ni? Are you dying? Umekufa ni? Umekufa ni? Why did you say? Wewe ulimuokoa ama yeye alikuokoa? Did you make him say you want to visit? Biblia ikasema hakuna ushirika kati ya nuru na giza. The Bible says there is no common. Wakati Mkristo anaingia kwenye giza iko, ilibidi ile giza itoroke. Lakini shida yenye imekuwa ni kwamba Wakristo wa leo hawako nuru. The Christian of today are not light.
Hawako nuru sababu giza ndio inawafuta. They are not light because the darkness. Sababu nao wamekuwa giza. Because they are now dark. Na kwa nini wamekuwa giza? How they come? Yesu akasema katika kitabu cha Yohana pale. Jesus said it. Eti na hii ndio hukumu. Kwa maana nuru ilikuja kwao. Watu wakapenda kuishi katika giza ili matendo yao yasikemewe. Wakristo wa sasa wamekuwa giza sababu hawataki wafundishwe habari za dhambi. Ukimwambia kwamba hii ni dhambi, umemhukumu. Ukimwambia Mkristo hapaswi kukua hivi, wako wanajivuna wao ndio watakatifu. Lakini upende usipende Mkristo, mbinguni hakutaingia kilicho kinyonge. In heaven nothing. Upende usipende, baraka za Mungu ziko kwa wenye kumuogopa. Baraka za Mungu ziko kwa wenye kutii neno lake. God's blessing is for one. Wewe cheza vizuri kwa yenye unafanya. Tembea na wanaume vile unataka. Zini vile unataka. Lewa vile unataka. Mimi sitakuona kamwe. Lakini laana yenye iko inazunguka itatua tu juu yako. Will come to you. Na wakati laana imeingia kwenye inastahili wapendwa, haitagharimu mkono wa pastor kuitoa. Hata ninakuwekelea mkono na sauti kali, na kama mkono haitoshe na mimi naweka na miguu, haitasaidia kitu. Wakati laana inakaa kwenye inastahili, inabakia tu pale. Anayeitoa ni Mungu mwenyewe. Na anaitoa wakati neno lake limekaa ndani yetu. Na wakati yeye tunamuogopa, anatupigania na anatushindania. Bwana tubariki. Amen.